Asante Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nami nafasi ya kuweza kuchangia kwenye hii wizara muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa uzima na afya njema. Imempendeza leo nikasimama kwenye bunge hili tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninampongeza sana Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyofanya kazi nzuri na njema sana kwenye taifa hili la Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara hii inahusu wanawake pia. Ninapenda kuchukua nafasi hii nimpongeze sana mwenyekiti wa wanawake Tanzania Mheshimiwa Mary Chatanda pamoja na makamu wake mwenyekiti Zainabu Shomari. Amekuwa akipita kila mkoa kuhakikisha anaongelea wanawake pamoja na watoto na makundi ya watu maalum. Hongera sana Mheshimiwa Mary Chatanda pamoja na timu yako yote kwa ujumla. Mungu asikupungukie kwa muda wako na nafasi kubwa unayoitoa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimempongeza Mheshimiwa Rais kwa kuwa kwetu mkoa wa Mbeya amefanya mambo makubwa, kwa maana kwamba kila wizara inaposimama hapa kuchangia michango yake, kila mahali anaongelewa ambavyo amefanya kazi kubwa na njema kwenye wizara hiyo. Na kwenye wizara hii Mheshimiwa Rais ametusaidia sana kwa mkoa wa Mbeya. Amewajali pia wanawake ambao wanajifungua, kwa maana jengo la mama na mtoto. Kwenye wilaya ya Kyela amejenga majengo ya mama na mtoto 4, Mbalali majengo 4, lakini Lungo pamoja na Busokelo majengo 9, Chunya majengo 6, Mbeya Jiji majengo 7. Lakini Mbeya Jiji hapo Mheshimiwa Mwenyekiti amejenga pia jengo kubwa sana pale Meta ambalo liligharimu fedha kiasi cha shilingi bilioni 11 na milioni 300. Pamoja na hayo akanunua vifaa muhimu sana kwa ajili ya wanawake pamoja na watoto, vifaa vya shilingi zaidi ya bilioni 5. Hongera sana Mheshimiwa Rais kwa kuwa umekuwa ukijali hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze sana pia wizara hii, nimpongeze Mheshimiwa Gwajima waziri pamoja na naibu waziri wake pamoja na wizara yote kwa ujumla. Mnafanya kazi njema sana. Ninaomba jambo moja, ninaomba muwatizame wazee wa taifa hili. Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ni msikivu, ana busara, ana hekima. Kwa majengo haya yote ambayo ameyajenga kwa ajili ya afya za wanawake na Watanzania wote kwa ujumla, hawezi kushindwa kujenga angalau kila wilaya moja hosteli ili kutunzia wazee pale, kwa sababu kuna wazee wengine ambao hawana msaada wowote. Pamoja na kwamba serikali inatoa fedha hizi za TASAF, lakini fedha zikimfikia mzee yule anakuwa hana mtu yote wa kumsaidia. Yamkini hata kwenda kuzifikia pesa zile zinachukuliwa na wajanja, anakosa pesa. Lakini kama kuna viongozi ambao wana roho ya huruma wakamfikishia fedha zile akapewa, anapita mtu anamuomba akamnunulia japo sukari, kwa sababu yeye uwezo hana. Matokeo yake kijana anaweza kapotea na pesa, lakini pia ndani hakuna kuni, hakuna maji, hakuna vitu vyovyote, hakuna sukari, vitu vya muhimu. Kwa hiyo niombe sana kwenye wizara hii mwajali sana wazee, pamoja na kwamba mmeonyesha kuwajali, lakini angalau hosteli ikajengwa katika kila wilaya moja, itakuwa jambo jema sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wa Tanzania, baba yetu wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituachia misingi imara sana, misingi ya amani, upendo na mshikamano. Misingi hiyo ni misingi ambayo Watanzania tunaendelea kukua nayo. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kutoa angalizo jambo moja. Katika misingi hiyo, kwa upande wa wazazi, baba na mama, mke anapokuwa mjamzito, awe baba awe mama, anategemea apate mtoto ambaye ni mwenye busara, ni mwenye hekima, na atakuwa akitii wazazi vile ambavyo wanamuongoza. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande mwingine maadili yameporomoka sana.
Maadili hayo ni sisi wenyewe wazazi ambao tunatakiwa tuwalinde. Ningetamani sana nishauri jambo moja kwa Watanzania. Unajua, kiumbe tangu kinaingia ndani ya tumbo, tunapaswa kuombea watoto wetu kuanzia ni kiumbe kiko ndani ya tumbo. Tuendelee kumwombea, kumwomba Mwenyezi Mungu mtoto huyo aje atoke ni mtoto wa namna gani, vile ambavyo mzazi yeyote anapenda mtoto wake atoke akiwa salama, lakini atoke akiwa anafuata yale anayofundishwa na wazazi wake. Mheshimiwa Mwenyekiti, kulizuka sana maneno mbalimbali kwamba wabunge wakisimama bungeni kazi yao ni kumpongeza Mheshimiwa Rais. Sisi wabunge tunasimama hapa kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa uhalisia wa kazi zake nzuri anazozifanya. Mheshimiwa Rais, angalia pamoja na kazi zingine tunazoziongelea, angalia miradi mikubwa ambayo alikuwa imeachwa awamu ya 5. Bwawa la Mwalimu lilikuwa 32% tu. Lakini Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan alifanya kadri anavyoweza, zikatolewa fedha zaidi ya trilioni 6.58 likikamilika lile bwawa, na sasa umeme upo wa kutosha. Nani kama Samia? Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na hilo, SGR sasa hivi Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, SGR imekuwa ni mterezo tu. Tunakwenda Dar es Salaam, tunakwenda Morogoro, unakwenda wanafanya kazi, wengine wanarudi kufanya kazi hapa. Yote hiyo ni kwa ajili Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesimamia hayo. Kipindi cha awamu ya 5 zilikuwa zimetolewa karibu trilioni 4. Lakini sasa hivi miradi inayoendelea kwenye SGR kuna trilioni zaidi ya 7 amezitoa Mheshimiwa Rais. Ujenzi wa SGR unaendelea. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kuongea jambo moja muhimu na makini sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna maneno ambayo yalikuwa yakipita kwenye mitandao. Mheshimiwa Rais wetu ametwezwa sana utu wake kwenye mitandao. Mheshimiwa Mwenyekiti, natamani kukemea sana hili jambo. Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan ni mama mnyenyekevu, ana busara, ana hekima na ni msikivu sana. Mheshimiwa Rais wetu tunampenda sana. Hatutaki mtu yeyote akamgusa Mheshimiwa Rais wetu mboni ya jicho lake, maana kwa kumtoza utu wake kwenye mitandao mnagusa mboni ya Mheshimiwa Rais, lakini mmegusa mboni ya Watanzania wote. Mheshimiwa Mwenyekiti, watu hawa majirani zetu, watu wa Kenya, wanapata wapi ujasiri wa kumtukana Mheshimiwa Rais wetu hapa nchini? Wanapata wapi ujasiri wa kusema watakuja hapa Tanzania wafanye wanavyotaka? Wao wakiwa na misukosuko kwao kule, hawajawahi kuona Mtanzania yoyote ametoka hapa kwenda kufanya vurugu kwao. Wao wanaingiaje hapa? Ninaomba sana wizara husika ambayo inashughulikia watu ambao ni watovu wa nidhamu ni kuwakamata haraka mara moja na kuwadhibiti, ili wajue Tanzania tuko imara, Tanzania tuko macho. Hakuna kitendo kimeniuma na kimewaumiza Watanzania kama mtu kumtukana Mheshimiwa Rais wetu. Najua hata sasa hivi mnaweza kuhamia kwenye bunge hili ili muweze kututukana. Sisi tumeshazoea wabunge, tukaneni mnavyotaka, lakini Mheshimiwa Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, mumuache mama wa watu, mumuache endelee kufanya kazi. Na ndio maana, kwa sababu tumejua anafanya kazi nzuri, anafanya kazi njema, mkutano mkuu wa Chama cha Mapinduzi tumempitisha kwa mara nyingine tena ili awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuanzia kipindi hiki mpaka miaka 5 ijayo, na atakuwa rais. Hata mfanya nini, hakuna mtu wa kupinga. Tunakwenda kwenye kampeni, tukutane site, hayupo mtu wa kumsemea vibaya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Na mimi nitakuwa mstari wa mbele, na Watanzania wote tutakuwa mstari wa mbele. Tunampenda, tunamtegemea Daktari Samia Suluhu Hassan kwa sababu ni mama bora, ni mama mwema, amefundisha maadili, hata amemtukana kwenye mitandao amenyamaza kimya. Ni kwa sababu ni mstaarabu, ni mama mwema sana na ni bora. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii, nami niweza kuchangia. Naamini ujumbe umefika kwa ndugu zetu wa Kenya, lakini hata nao ambao Watanzania wanagusagusa haya. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti.
mwenyekiti kwa kunipa nafasi hii. Naunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Suma Ikenda Fyandomo. Naona leo umetumia sauti ya zege. Asante sana. Hongera sana. Mheshimiwa